Pili ya leo ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mahali popote ulipo, najua tumekusanyika ili tufanye ibada kama ilivyo ada wakati huu ambapo hatuendi makanisani. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kutupa nafasi ya kuweza kushiriki neno la Bwana kwa pamoja, na naamini ya kwamba neno hili litaleta baraka kwako na kwa familia yako katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuombe. Baba wetu wa mbinguni, asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu. Asante kwa ajili ya familia hizi zote ambazo zinaniangalia. Kuna watu wananitazama wakiwa hospitalini, kuna watu wananitazama Bwana wa majeshi wakiwa mbali na karibu. Ninakushukuru kwa ajili ya maisha yao. Naomba Roho Mtakatifu akaweze kutushukia naposikiliza neno lako Bwana na kulishiriki kwa pamoja, akaweze kutafsiri neno lako kwa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila sitara ambayo shetani ameinua na vizuizi vya namna yote katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba neema na kibali kaweze kushukia kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Kanitumie kama chombo ili ukabariki watu wako na ukawatendee mema. Neno lako likalete uponyaji, likalete kuhuishwa, likalete Bwana wa majeshi kuinuliwa na ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu asubuhi ya leo, mahali popote ulipo, ninataka kukualika tukaweze kushiriki neno la Bwana kwa pamoja, na ninaamini ya kwamba Bwana ataweza kutubariki katika jina la Yesu Kristo. I want to teach the word of God, and I believe that the word of God will bring clarity into your life in the mighty name of Jesus Christ. I want to talk about fighting for our inheritance. Fighting for our inheritance. Kupigania urithi wetu. I want to read in the book of Numbers, chapter number 27, starting from verse number 1 up to verse number 7. The Bible says that then came the daughters of Zelophehad, the son of Hapha, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh, the son of Joseph. And those are the names of his daughters, Mahlah, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirzah. And they stood before Moses and before Eleazar the priest, and before the princes and all the assembly, by the door of the tabernacle of the assembly, saying, Our father died in the wilderness, and he was not in the company of those who gathered themselves together against the Lord in the company of Korah, but died in his own sin and had no sons. Why should the name of our father be done away from among his family, because he has no son? Give to us a possession among the brethren of our father. Then Moses brought the cause before the Lord. Then the Lord spoke to Moses, saying, The daughters of Zelophehad speak right. You will surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren, and you will cause the inheritance of their father to pass to them. Glory be to God. Asubuhi ya leo ninataka uelewe maneno haya ambayo nimeyasoma, na ni wakati ambapo kanuni ya urithi ilibadilika, ama sheria ya urithi, the law of inheritance was changed through the case of these daughters of Zelophehad, because they presented their case before the princes of the children of Israel, together with the servant of God Moses and Eleazar the priest. And the Bible says that they were complaining. They were complaining because of their inheritance, because their inheritance was not available for them because of the condition of their father. Kwa maana ilikuwa katikati ya wana wa Israeli ya kwamba wasichana wasirithi, kama hakuna mtu ambaye amezaliwa kama kijana katika familia, wasichana wasirithi, bali urithi huo utachukuliwa na anko zao na ndugu za baba yao. Lakini tunaona ya kwamba wakati ambapo wasichana hao walikaa, walielewa ya kwamba urithi wao upo na wanastahili kuurithi. Nimekuja asubuhi ya leo ili nikuambie mpendwa ya kwamba your inheritance is right there, and you are supposed to inherit. You are supposed to be partake of that inheritance.
hata kama kuna mambo ambayo yanaweza kuzuilia ukaweze kupata urithi ule, it's good to fight for your inheritance. Wacha tu kukaa pale ukisema ya kwamba utarithi, wacha kukaa pale, hakuna kitu kitakukuta ukiwa umekaa pale. Hakuna kitu kitakukuta ukiwa umenyamaza hivyo. You must fight for your inheritance katika jina la Yesu Kristo. Wakikuyu husema ya kwamba shia kolile washo muguda, hakuna kitu kitakukuta tu ukiwa umekaa hivyo. Kitu kitakukuta na jambo lote litakukuta wakati ambapo unaenda kukifuata na kukifuatilia. Na asubuhi ya leo nimekuja kutia moyo mpendwa ya kwamba usiendelee kukaa pale, lakini ukaweze kusimama ili uweze kupigania urithi wako katika jina la Yesu Kristo. I just want you to have this in mind, that the enemy, the devil himself, will not give you what you want, but he will give you what you demand. It is your right time to demand your inheritance in the mighty name of Jesus Christ, because the enemy will not just let you go. He will not let you just to inherit what is yours, but he will keep on fighting until you give up. It is your right time to take up your pieces, even though you are down. Just take up your pieces and fight for your inheritance in the mighty name of Jesus Christ. As we study the word of God in the scriptures that we have read, we see the daughters of Zelophehad. They understood the condition of their father, and because of the condition of their father, they were not rightful heirs of the inheritance. But because they understood that there is God in heaven, and when they engage God through God's servant, they can be able to penetrate to the place where they want to be. That's why they engage God through Moses and Eleazar the priest. Na Biblia inasema ya kwamba walipoenda kwa Musa, they presented their case. The time has come for you to represent your case to God. Glory be to God. We need to present our case to God. We need to be right with God. We need to fight for our inheritance in the mighty name of Jesus Christ. Because the enemy tries to drag you away from your inheritance. He tries to pull you away from your inheritance. But it is your right time. It is my right time to fight for our inheritance in the mighty name of Jesus Christ. You should understand the history. Hawa wasichana wanakuja kwa Musa na historia. Wanamwambia kwamba baba yetu alikufa. Na alikufa jangwani. But he never died in the company of those people who rose against God. The company of Korah. Even though he died, but he died through his own sin. But he was not in the company of the rebels. So they understood very well the history of their father. They understood where they are coming from and what they want. Brethren, it's good to understand where you are coming from. Kuelewa historia ya maisha yako, historia ya familia yako ni jambo zuri. Ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea katika familia yenu? Ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea katika nyumba ya baba yako? It's very important. By virtue of understanding your history, now you can be able to take your stand and fight for your inheritance. Useme no. This is what belongs to us. This is our inheritance. This is our position. Even though it has been denied to us. But now it is my time to fight for what is mine in the mighty name of Jesus Christ. We should understand that. Kwa kuelewa kile ambacho kinafanyika, unaweza kujisaidia. Kuelewa dhambi ambazo zilifanyika katika familia yako, unaweza kujinasua. Kuelewa vizuizi ambavyo viliwekwa kukuzuilia, utaweza kujinasua na kuweza kupigania urithi wako katika jina la Yesu Kristo. Shetani atatumia maisha ambayo baba yako aliishi. Shetani atatumia maisha ya jamii yako vile ambavyo waliishi to deny you in your inheritance. The Bible says in the book of Ezekiel chapter number 16 and verses 44. And whoever wants to bring you down, he will use this proverb. Like a mother, like a daughter. And that is the way the enemy wants to do in your life. Anataka kutumia maisha ya baba yako to deny you the access of your inheritance. Nimekuja hapa kukuonyesha mpendwa, unaweza kupigania urithi wako. Usikubali shetani atumie
makosa ya baba yako. Usikubali shetani atumie udhaifu wa familia yako kukunyima haki yako katika maisha, katika jina la Yesu Kristo. Ni vizuri kuelewa ya kwamba hata kama shetani anataka kukupinga, unastahili kusimama na umwambie ya kwamba utafaulu, utaendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Na kitu cha kwanza ninataka kuonyesha kile ambacho ni kizuizi kikubwa, the challenges of our inheritance. What will keep on challenging you to move forward, to demand your inheritance? There are so many challenges that are coming on your way to stop you from demanding your inheritance, and you must overcome all these challenges in life in the mighty name of Jesus Christ. Number one is unbelief. Kutoamini ya kwamba wewe unaweza kufaulu. Kuna watu wengine hawaamini ya kwamba wanaweza kufaulu, licha ya kwamba wakiangalia katika jamii yao wanaona ya kwamba hakuna mtu mwingine ameshawahi faulu. Wanakosa kuamini ya kwamba ndiyo, kunaweza kosa mtu aliyefaulu, lakini unaweza kuwa mtu wa kwanza kufaulu. Nimekuja kuambia ya kwamba even though there is none ambaye ameshawahi faulu in your family, you can be the first. Just break the record of your family in the mighty name of Jesus. You must overcome that challenge of unbelief in the mighty name of Jesus. The challenge number 2 is the challenge of disobedience. Wakati mwingine, how can you engage God while you are disobeying His statutes? How can you demand your inheritance through God while you disobeying His commandment? Disobedience is a challenge in many people. Kwa sababu Mungu hakubaliani na mtu ambaye sio mtiifu. Ni lazima uwe mtiifu. You must obey His commandment. And by virtue of your obedience, now you can demand your inheritance. Unaweza kuambia Mungu ya kwamba hapa nimenyimwa haki yangu. Hapa nimenyimwa haki yangu. Hapa nimenyimwa haki yangu. And remember, the Bible says in the book of Proverbs chapter number 16 and verses 7, when the ways of man pleases God, He causes him to be at peace even with his enemies. So we need to be right with God. Just obey His commandment. Obey His rules. Na Bwana ataweza kusaidia katika jina la Yesu Kristo. You must overcome this challenge of disobedience in your life, so that you may be able to have right to demand and to fight for your inheritance katika jina la Yesu Kristo. The challenge number 3 is prayerlessness. Kutoomba. Hey, hakuna kitu utapata bila kuomba. The Bible says that ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. There is 3 levels of prayers. Level ya kwanza is just to ask. The Bible says ask and it shall be given to you. Wakati umeomba na unaona ya kwamba things are not working, unaingia into the second levels of prayer. And the second level of prayer is to seek. Unaanza kuangalia, where did I go wrong? Unaangalia kila eneo. That is seeking. And by virtue of seeking and correcting every mistake, spiritual mistakes in your life, now you can demand what belongs to you. You can demand your inheritance in the mighty name of Jesus. Na ukiona umejaribu, umeangalia na umeelewa sasa, now this is the area that we have wronged God, this is the area that we have not done right, unatoka hapo sasa unakimbia kwa Mungu. The way these daughters did, unakimbia kwa Mungu sasa. You knock, you demand. Unasema ya kwamba I know my right. Even though my father died in the wilderness, even though my father was poor, even though my family has lived in a poverty line, but I know I'm supposed to be right with God, and I'm supposed to be a heir of what belongs to our family and belongs to my life.
in the mighty name of Jesus Christ. It is your high time to overcome this challenge of prayerlessness. Katika jina la Yesu. Don't just sit there ukifikiria vitu vitakuja. No. Things are not just happening, they are caused to happen. Work out issues in your life and fight for your inheritance in the mighty name of Jesus Christ. Number 4 is lack of ability to hear the voice of God. Many of us, we don't hear the voice of God. We don't have that capacity to hear the voice of God. It is your right time, it's your high time to clear things in your eyes. Remove those hindrances in your eyes that hinders you from hearing the voice of God. The Bible says in the book of Isaiah chapter number 30 and verses 21, and you shall hear the voice behind you saying that don't walk in right, don't turn into left, walk in this way because this is the way. You must overcome that challenge in your life of not hearing the voice of God. We need to hear from God. We need to hear the voice of God in our life. God will guide you. God will give you direction. And when He gives you direction, my dear brother, my dear sister, you will not miss the mark. You will not miss your inheritance in the mighty name of Jesus Christ. The Bible says a man can go wherever he wants, but the steps of the righteous are being ordered by God. How can God order your step if you cannot hear His voice? Hearing the voice of God is a challenge in life. And because most of us, we don't hear the voice of God, we cannot understand where God wants us to be. Glory be to God. I unlock your ears, your hearing ears, so that you may be able to hear the voice of God in your life, giving you direction in the mighty name of Jesus. The challenge number 5 is to be surrounded by worthless people. When you are surrounded by worthless people, you cannot fight for your inheritance. And you need to overcome this challenge. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter number 15 and verses 33 that the bad company corrupts good morals. You need to overcome this challenge in the mighty name of Jesus. Daudi alifika mahali akasema ya kwamba niondokeni enyi watenda mabaya. Separate from me, you evildoers, because I want to uphold the covenant of God. I want to uphold the commandment of God. You must separate yourself from worthless people. Watu ambao wanakuonyesha ni sawa hivyo. Ni sawa hivyo unaishi, hivyo ni sawa. Separate from those people. Ni vizuri ukae na watu ambao wanakupa changamoto ya kwamba hivyo unaenda na miguu unaweza kuenda na baiskeli. Watu wanakuambia hivyo unaenda na baiskeli unaweza kuenda na pikipiki unaacha kuchoka sana. Mtu ambaye anakuambia sasa hivyo unaenda na pikipiki umepigwa na baridi sana unahitaji kuingia kiwango cha kuingia ndani ya gari. Someone who can challenge you. But if you only surround yourself with worthless people, watu ambao wanakuconfront na kuambia hey, hata wewe ni mzuri. Hivyo unakula getheri na kuweka pilipili nyingi ili ukunywe mkebe mzima ya maji. You are better than us. You don't need such people in your life. You need people who will give you challenge. Na watu watakao kuongoza na kukupa changamoto upiganie maisha yako. Watu wengi hatujaweza kuinuka. Wengine tunaona maisha ya kukodesha ni sawa. Wengine tunaona maisha hivyo tulivyo ni sawa. Sio sawa mpendwa. Hivyo ulivyo sio sawa. Unahitajika kukaa na watu ambao wanakuonyesha to be single is not good. Umefikisha umri wa kuolewa. Umefikisha umri wa kuoa. People who will challenge you. You need them in your life. Katika jina la Yesu Kristo. Wakikupa changamoto, now you will be able to stand still and fight for your inheritance. Useme enough is enough.
The daughters of Zelophehad walisema enough is enough. Hatutakaa tu tukiangalia urithi wetu ukienda na kina ankos. No! You need to rise up against all the odds in the mighty name of Jesus. The challenge number 6 that you should overcome is to be committed to the will of God. Hey, it is one thing to be alive, and it is another thing to be committed in the purpose of God in your life. Kuna vitu Mungu angetaka kuaccomplish through you, and you need to commit yourself to those purpose or to his purpose. That is the will of God. Ni vizuri kusimama na kuambia Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. And by virtue of overcoming these challenges, you will now be able to stand in your position and fight for your inheritance katika jina la Yesu Kristo. Hey, uliwekwa pale na Mungu kwa sababu kuna kitu angetaka urithi. Una urithi wako jameni. Kama mtu aliye katika ndoa una urithi wako. Kama mtu ambaye anasoma una urithi wako. Kama mtu ambaye ako katika huduma una urithi wako. Kama kiongozi una urithi wako. You need to fight for your inheritance katika jina la Yesu Kristo. Don't agree with your critics. No. Simama upigania urithi wako katika jina la Yesu Kristo. Na naamini ya kwamba Bwana atakusaidia. This morning I want to challenge you. Simama upigania urithi wako katika jina la Yesu Kristo. Na ukipigania urithi wako Mungu atakusaidia kwa utukufu wa jina la Yesu. Very quickly ninataka tuangalie in our lives. What is our inheritance? Kwa sababu tu hautarithi. Ni lazima uelewe unarithi nini. Hautaamuka tu useme ya kwamba nahitaji urithi wangu. Lazima uelewe unarithi nini. Usirithi kitu ambacho hauna. Usiulizie kitu ambacho hauna. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Our inheritance number 1 is answered prayer. Answered prayer is our inheritance. Jameni, kuna watu wengi wameomba, wanaomba, lakini maombi yao hayajibiwi. Kwa nini Mungu hajibu maombi yako? Na Mungu, our God is committed in answering our prayers. Maombi yako huwa yanajibiwa. Kama ya hayajibiwi, then your inheritance, umenyimwa your inheritance. You are denied your inheritance. Because answered prayer is our inheritance. Ni nini kinaweza kusababisha maombi yasijibiwe? Isaiah 59 and verses 1. Biblia inasema ya kwamba macho ya Bwana sio mapofu, huwa yanaona, na masikio yake sio mazito, huwa yanasikia. Lakini dhambi zetu zimetufarakisha ama zimetutenganisha na Mungu. Wakati ambapo maombi hayajibiwi, you need to examine yourself. Glory be to God. Maybe umefanya dhambi ndiposa maombi yajibiwi. Maombi ya mwenye haki huwa yanaguza moyo wa Mungu. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele masikioni mwa Mungu. You need to overcome sin in your life in order for you to demand the inheritance of answered prayer. Wakati ambapo when you are right with God, God will answer your prayers. Katika jina la Yesu Kristo. The inheritance number 2 is the ability to lend to many people. The ability to lend to many people. The Bible says that you shall not borrow, but you shall lend unto many nations. That is our inheritance. Kukopesha mataifa. Imagine wakati umezungukwa na madeni, Light Reference Center is because only you have denied your inheritance.
Borrowing is not your portion, but lending is your portion. You need to rise up above borrowing and start lending to people. Na mtu ambaye anakopa ni mtu ambaye hana. Na mtu ambaye amekopa hata hajakula akashiba. So you can imagine, mtu ambaye anakopesha ni kwa sababu amekula na ameshiba. Glory be to God. Wakati ambapo hauna na uwezo wa kukopesha watu na mataifa, ni kwa sababu kuna kitu umenyimwa. Ni nini umenyimwa? Deuteronomy chapter number 8 and verses 18. The ability to make wealth. The Bible says, you shall remember the Lord your God, who gives you ability to make wealth, in order for him to establish the covenant which he swore to your forefather. There is that covenant of making wealth. Lakini wakati ambapo umenyimwa huo urithi, hautengenezi utajiri, chochote unaguza kinaharibika, jameni, umenyimwa nafasi hiyo, na huo ni urithi wako, na nipoza utashindwa kukopesha. Lakini wakati ambapo kile ambacho unaguza kinafanikiwa, ukienda kuuza mboga na matunda unafanikiwa, ukienda kuweka kioski unafanikiwa, unatoka kwa kioski unaingia kwa duka kubwa, unaenda hivyo, jameni, ni kwa sababu uwezo wa kutengeneza utajiri uko juu yako. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 48 mstari wa 17 ya kwamba mimi ndiye Mungu wa Yakobo, ambaye nifundishaye mikono yako kutengeneza faida, nikuonyeshaye njia ikupasayo kuenenda. Mungu ndiye ufundisha mikono yetu kutengeneza faida. Na hicho ndicho adui hutunyang'anya, unyang'anya watu wa Bwana, the ability to make wealth. Wakati imeondolewa, automatically you become a borrower. Unaanza kukopa kuliko ukopeshe. Unahitaji kuwa unakopesha katika jina la Yesu Kristo. Na vitu vyote vimewekwa kwetu miguuni pa Yesu. Ephesians chapter number 1 and verses 22. Biblia inasema Yesu alipofufuka kutoka katika wafu akainuliwa zaidi, akapewa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote, akapitishwa ukuu na usultani. Vitu vyote vikawekwa miguuni pake kwa ajili ya kanisa. It is your right to lend to many nations. Na tunakopesha mataifa vitu ambavyo tunazipata kutoka kwa Bwana. Yeye ndiye hufundisha mikono yetu kutengeneza faida katika jina la Yesu Kristo. Receive the ability to make wealth. Receive the ability to lend to many nations in the mighty name of Jesus Christ. Bwana akaweze kufungua, akafungue maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na naamini ya kwamba unapopigania mikono yako iwe salama, unapopigania maisha yako, Mungu ataweza kusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kuna utajiri ambao Bwana amekuwekea. Wakati ambapo unamfuata, wakati ambapo unamtumainia, yeye atakuongoza na njia ikupasayo kuenenda. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 45 mstari wa 3 ya kwamba nitakuongoza, nitiishe wafalme chini yako, nikuvunjie malango ya chuma, ili nikupe utajiri uliopo mahali pa sirini na hazina iliyoko gizani. Mungu ndiye anaweza kuongoza mahali kuna utajiri wako, ili uweze kukopesha mataifa katika jina la Yesu Kristo. Urithi wa tatu wetu kama watu ambao Mungu ameumba ni amani. Peace. You need to have peace. Unaishi kwa amani. Jameni, kukosa amani kumesababisha magonjwa yasiyojulikana yaweze kumaliza miili ya watu. Watu wamekosa amani, wameshikwa na depression. Watu wamekosa amani, wameshikwa na ulcers. Watu wamekosa amani, wameshikwa na hypertension. Watu wamekosa amani. Jameni, peace is our inheritance. You should fight for your inheritance in the mighty name of Jesus Christ. Even though things are not working in your life, but you should have peace. Only God can give you peace. His name is Jehovah Shalom, our peace. Anaweza kupa amani. Yesu alisema ya kwamba na amani ambayo ninaowapa ni amani ambayo dunia haitaweza kuipata. Pokea amani ya Yesu
katika jina la Yesu Kristo. I unlock the peace of God in your mind. I unlock the peace of God in your family. I unlock the peace of God in your life in the mighty name of Jesus Christ. Ishi kwa amani. Wacha kujisumbua tena. Biblia inasema ya kwamba tusijisumbue na jambo lolote, lakini tumwambie Bwana mahitaji ya mioyo yetu. Just cast your worries to God because he cares for you. Wacha kushinda ukijisumbua. Muamini Bwana ili uwe na amani katika jina la Yesu Kristo. Ni nini kubwa, kile kitu kubwa ambacho husababisha tusiwe na amani? Biblia inasema katika kitabu cha Job 22 verse 21 ya kwamba mjue Mungu zaidi nawe utakuwa na amani. Jameni, kwa sababu hatumjui Mungu tumekosa amani. Mjue Mungu zaidi nawe utapata amani katika jina la Yesu Kristo. Glory be to God. The inheritance number 4 is to eat good of the land. To eat good of the land. Kukula mema ya nchi. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 1 mstari wa 19 na 20, mtakaponitii na kunisikia mtakula mema ya nchi, lakini msiponitii mtaangamia kwa upanga. Sababu kubwa ambayo inatufanya tusiweze kula mema ya nchi is our disobedient. Brethren, you need to overcome that challenge of disobedient in order for you to eat good of the land. To eat good of the land ni wewe uishi maisha ya kusherekea, sio kusukuma wiki, sio kusukuma masiku. You enjoy every circumstances in your life. You enjoy everything around you. That is to eat good of the land. Kile unataka unapata, kile unatamani kinakuja. Lakini ukitamani kitu haukipati, ili kipatikane unang'ang'ana, unapigana. Hivyo sivyo mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana ni kile ambacho unahitaji kinakuja kwa wepesi katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 145 mstari wa 19, and God will fulfill the desires of those who fear him. Wakati tunamuogopa Bwana, tuko na that obedient in us, Mungu ataweza kutimiza tamaa ya mioyo yetu, kile ambacho unatamani katika jina la Yesu Kristo. To eat good of the land ni kuolewa na mtu ambaye hakusumbui, mtu ambaye anakupenda hata wakati ambapo uko chini zaidi. Ni kushikana katika maisha na mtu ambaye anakudhamini, lakini sio mtu ambaye hakudhamini hata kidogo. That is to eat good of the land. My dear sister, I unlock your goodness in the land in the mighty name of Jesus. Chochote ambacho ni kizuri katika maisha, katika taifa na ni chako, kipokee katika jina la Yesu. Pokea mume mwema, mume ambaye atakaye kudhamini katika jina la Yesu. Pokea mke ambaye atakaye kudhamini mpendwa katika jina la Yesu Kristo. It is your inheritance katika jina la Yesu. Good of the land. Number 6, good health is our inheritance. Kuwa na afya njema ni urithi wetu. Even this time around, wakati ambapo COVID-19 imesumbua mataifa, God still can give you good health katika jina la Yesu Kristo. Ni nini ambacho hufanya mtu akose afya njema? Ni wakati ambapo amefanya dhambi. Biblia inasema katika kitabu cha James chapter number 5 and verses 14, mtu akiwa hawezi na anaugua, aite wazee wa kanisa wamuombee, wamwekelee mikono, wakimpaka mafuta. Hata kama ametenda dhambi, atasamehewa na atapata afya. Wakati ambapo tunamuasi Bwana, yeye huachilia magonjwa katika maisha yetu. Just turn to God. Return back to God. And you will be healed from your sicknesses and disease in the mighty name of Jesus. Zaburi 103 mstari wa 2 na mstari wa 3, Biblia inasema ya kwamba Mungu anisamehea dhambi zangu
na kuniponya magonjwa yangu. Mungu akikusamehe atakuponya kila aina ya magonjwa. Kuna dhambi ambazo kuna magonjwa ambayo hutokana na dhambi, na Mungu, na ukitubu na ukiambia Bwana kusamehe, Mungu atakuponya. Kuna magonjwa ambayo hutokana na kutotii. Wakati hatumtii Bwana anaachilia magonjwa. Kuna magonjwa ambayo hutokana na shetani, anapanda magonjwa ndani ya miili yetu. Na wakati ambapo amepanda magonjwa, ukikemea shetani, magonjwa yanaondoka. Kwa sababu shetani hasikiagi lugha nyingine, anasikiaga kumwambia come out. When you command the enemy, he will leave you. That disease will vanish from your body, katika jina la Yesu. Na wewe mgonjwa hapo, kama ni dhambi, rejea kwa Bwana akusamehe na akuponye ugonjwa huo katika jina la Yesu. Na kama ni shetani amepanda magonjwa ndani yako, ninaamuru akaondoke na magonjwa yale yakakauke kutoka katika mizizi yake katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. And number 6 is the kingdom of God. The kingdom of God is our inheritance. Kurithi ufalme wa Mungu ni urithi wetu. Jameni, unaweza kujifaidi namna gani ukipata vitu vyote? Mke mzuri, gari nzuri, mashamba, manyumba, vitu vyote, na ukose ufalme wa Mungu, utakuwa umepoteza kila kitu. Kurithi ufalme wa Mungu is our inheritance. Wacha tupiganie kurithi ufalme wa Mungu. Just fight to be a partaker of the kingdom of God, katika jina la Yesu Kristo. Maana vitu hivi vyote ambavyo tunaviona ni vya kutusaidia tuishi vizuri, ili Bwana atakaporejea tukaingie katika uzima wa milele. Bwana akubariki sana. It is your high time to fight for your inheritance. Don't just sit there. The devil will not give you what you want, but he will give you what you demand. Stand still. Take your position. Demand for your inheritance in the mighty name of Jesus. Nimekuja tu kukuencourage. Fight for your inheritance katika jina la Yesu. Wakati wasichana hao walienda kwa Musa, Musa akapeleka jawabu lao kwa Mungu. Mungu alimwambia kwamba wasichana hao wako sawa. They are right. Go and pass on to them their inheritance. Hey, I desire to hear that voice. Mungu akisema ya kwamba pass to him his inheritance katika jina la Yesu. And it is very possible baada ya wewe kupigania urithi wako. Receive your inheritance in the mighty name of Jesus Christ. Pokea urithi wako katika jina la Yesu Kristo. You shall not be the tail, but you shall be the head. You shall not borrow, but lend unto many nations. Receive your inheritance in the mighty name of Jesus. Receive your peace in the name of Jesus. Receive the goodness of land in Jesus name. Pokea nafasi yako na urithi wako katika jina la Yesu. Bwana akubariki sana. Ninakuita upiganie urithi wako. Understand your position, understand your inheritance. Usikubali shetani atumie chochote ambacho kimeshawafanyika katika maisha yako na jamii yako na baba yako kudeny your inheritance. Stand and fight for your inheritance in the mighty name of Jesus. Bwana akubariki sana na Bwana akutendee mema as you take this initiative in the mighty name of Jesus. Nataka kukuombea. Uko pale, kuna mambo mengi yamefanyika katika maisha yako. Kuna mambo mengi yanaendelea. Unasikia kwamba kabisa nimenyimwa haki yangu, nimenyimwa urithi wangu. Inua mikono yako juu tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo namuombea mtazamaji wangu. Ameinua mikono yake ishara ya kuamini neno hili ambalo nimemnenea, ya kwamba Bwana wa majeshi apigania urithi wake. Ninamuombea neema, ninamuombea kibali, ninamuombea nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Anapopigania urithi wake, anapopigania Bwana wa majeshi kile ambacho ni cha jamii yake, ninaomba shetani hataweza kumnyima nafasi katika jina la Yesu Kristo. Dhambi ambazo zimezunguka maisha yake Bwana na kumletea Bwana wa majeshi majuto na dhiki, Bwana ninaomba ya kwamba ukamsamehe. Ondoa kila uovu nao nena juu yake. Ondoa kila vizuizi Bwana katika jina
jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba ukambariki na ukamtembelee, umtendee mambo makubwa ili ujulikane wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neema itakayomsukuma na kumuingiza katika urithi wake, katika jina la Yesu Kristo. Kwa upako ulionipa Bwana, ninatangaza wakaingizwa watu wako, wanawake na wanaume, katika urithi wao, katika jina la Yesu Kristo. Uwabariki Bwana, uwafikishie neema na uwatendee mema, katika jina la Yesu Kristo. Pokea utukufu Bwana, na upokee heshima unapowasaidia, kwa jina la Yesu Kristo ninaomba pia kushukuru. Amen. Pokea urithi wako mahali popote ulipo, katika jina la Yesu. Pokea neema na upokea uponyaji, katika jina la Kristo Yesu. Kwa pale hujaokoka, ukipenda kuokoka, that is our starting point. Kuokoka ndio mahali pale ambapo huwa tunaanzia. Rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, natubu dhambi zangu, naomba unisamehe. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, uniandike Bwana katika kitabu cha uzima. Shetani nakutangazia kuanzia leo, mimi sio wako, mimi ni wa Yesu. Nimeamua kumfuata na nimeamua kuacha yote. Kwa jina la Yesu naokoka nikiamini. Amen. Wewe ambaye umeomba ombi hilo, umeokoka sasa, wewe ni mwana wa Mungu. Enda katika kanisa ambalo utakalofundishwa neno la Bwana, na Mungu ataweza kubariki. Bwana kubariki sana, na Bwana kutendee mema. Wote ambao umenitazama, Bwana wabariki. Wale ambao umekuwa mkiniombea, umekuwa mkinisupport na mkisupport kipindi hiki kwa mali yenu, sadaka zenu na matoleo yenu, Bwana uzima wabariki sana. Tunawadhamini, Bwana kuwabariki. Bwana wabariki na Bwana watendee mema. Hadi wakati mwingine, shalom. Bwana wabariki sana. Uchovu na uvivu umenijaza moyoni, sina amani, naomba unipe raha, msamaha.